kujuza mengi katika yale ambayo nimeweza kukuandalia katika upande wa fahamu zaidi kitaifa, kurasa za mbele za magazeti na nje ya mipaka ya Tanzania. Mimi ni Georgina Mwatatu. Na huu ni wasaa mzuri kujuza yale ambayo yameweza kujiri katika upande wa kimataifa. Tuangazie kuhusiana na kiongozi mpya katika taifa la Iran. Na hii ni baada ya aliyekuwa kiongozi wa taifa hilo Ayatollah Ali kuweza kufariki. Basi tumeweza kuona tayari taifa la Iran wameweza kumteua kiongozi mpya ambaye amekaimu nafasi ya Ayatollah Ali Khamenei, ambaye huyu ni mtoto wa marehemu Khamenei, ameweza kukaimu nafasi hiyo. Lakini hata hivyo sikumbuki kwamba kulikuwa na yale maswali ambapo watu wengi waliweza kuuliza kuhusiana na kiongozi huyo mpya, ambapo akiweza kuchaguliwa ataanza kufanya nini, vipi kuhusiana na mgogoro wa kivita ambao upo kati ya Israel Marekani dhidi ya Irani utaenda kutamatika. Je, tutegemee kuwa na duru nyingine ya mazungumzo? Kila mmoja anatamani kuweza kufahamu zaidi kuhusiana na msimamo wa kiongozi huyu mpya. Lakini hata hivyo pale ambapo rais wa Marekani Donald Trump aliweza kuzungumza kuhusiana na kiongozi mpya wa taifa la Iran, akisema kwamba kiongozi huyo mpya hataweza kuchaguliwa bila idhini ya Marekani, yaani Marekani na wenyewe pia waweze kuhusishwa katika kufanya uchaguzi wa kiongozi huyo mpya. Lakini tumeweza kuona taifa la Iran iliweza kujibu kupitia waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi, aliweza kuzungumza kuhusiana na kauli hiyo ya rais wa Marekani Donald Trump, akisema kwamba inabidi kwanza Trump aweze kuomba msamaha watu wa Irani kuhusiana na mgogoro huu wa kivita ambao upo, na pia kuhusiana taifa hilo la Irani kuweza kumshirikisha katika kuweza kumchagua kiongozi mpya. Akasema kwamba taifa la Irani ni taifa ambalo linajichagulia mambo yake yenyewe katika kuweza kujiamulia masuala mbalimbali. Kwa hiyo kwamba kutoweza kuingiliwa na taifa lingine lolote. Kwa hiyo na katika hilo tumeweza kuona pale ambapo taifa la Irani siku ya jana Jumapili lilipoweza kumtangaza kiongozi wa taifa hilo la Irani. Na hata hivyo unakuja kuangazia kuhusiana na mchakato ulivyokuwepo, na hata hivyo unakuja kuangazia mgogoro wa vita ambapo ulipoanza tarehe 28 mwezi wa pili mwaka huu 2025 na mpaka sasa hivi hali halisi ipo vipi. Na hata hivyo unakuja kuangazia watu mbalimbali wameweza kuzungumza kuhusiana na kile ambacho waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu aliweza kuzungumza, akisema kwamba kiongozi yoyote mpya ambaye ataweza kuchaguliwa kutoka katika taifa la Iran basi hataweza kudumu. Lakini hii ni kauli ambayo ilitoka upande wa Israel, lakini pamoja na upande wa Marekani kuhusiana na kiongozi huyo mpya. Sasa tumeweza kuona mwana wa Ayatollah Ali Khamenei ameweza kuchaguliwa kuwa kiongozi mpya, lakini na msimamo ni ule ule kuhusiana na mgogoro wa kivita ambao unaendelea, na tunategemea kuweza kuona kwa pande hizi tatu, upande wa Marekani, upande wa Israel na upande wa Irani. Tunategemea kuona kuhusiana na kiongozi huyu mpya wa Irani, na hata hivyo kuendelea pale ambapo kiongozi alipoishia. Lakini je, vipi kuhusiana na diplomasia ambayo ipo kati ya Irani na pamoja na baadhi ya mataifa hususan katika upande wa Mashariki ya Kati? Na tunafahamu mzozo huu ambapo umepelekea upande wa Mashariki ya Kati kuwa na mzozo zaidi ndani ya mataifa yao. Nazungumzia mizozo ambayo ipo ndani ya mataifa husika, mizozo ya kisiasa ambapo imeweza kuibuka katika baadhi ya mataifa, na tumeweza kuona kwa upande wa Hezbollah na wenyewe pia kiendelea kushambulia zaidi katika upande wa Israel. Lakini hata hivyo kuhusiana na kiongozi huyo mpya ambaye ameweza kuchaguliwa, lakini hata hivyo kuhusiana na diplomasia ambayo ipo upande wa Mashariki ya Kati katika mgogoro huu wa kivita Israel Marekani dhidi ya Irani. Mtazamaji, natamatisha hivyo Morning Victory siku ya leo. Natumaini nitakuwa nimekujuza mengi katika yale ambayo nimeweza kukuandalia katika upande wa fahamu zaidi kitaifa, kurasa za mbele za magazeti na nje ya mipaka ya Tanzania. Mimi ni Georgina Mwatatu, endelea kutazama Rabi TV, kisima cha maarifa.